Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema IDF tumemuua kiongozi wa upelelezi wa IRGC Majid Khademi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz na IDF, jeshi la ulinzi la Israel, wamethibitisha kuwa kiongozi wa shirika la upelelezi la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Majid Khademi aliuawa katika mashambulizi yaliyolenga serikali ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz na IDF walitangaza Jumatatu kwamba jeshi la anga la Israel lilimuua kiongozi wa shirika la upelelezi la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Na IRGC pia ilithibitisha tangazo hilo na kusema kuwa Khademi alifariki kama shahidi katika shambulio hilo. Watu kadhaa wameuawa katika chuo kikuu cha Irani kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel. Tehran ilikabiliwa na bomu kali tena usiku mwingine, huko mashambulizi ya kigonga sehemu za mashariki, kusini na magharibi mwa mji mkuu. Shambulio hilo limetokea katika chuo kikuu cha teknolojia cha Sharif na uharibifu mkubwa usio na mfano umeripotiwa katika eneo hilo. Kituo cha gesi kililengwa. Hiki ni chuo kikuu cha 4 kikubwa kilichoshambuliwa katika wiki chache zilizopita, ikionyesha wigo mpana wa mashambulizi ya Israel na Marekani. Wanalenga miundombinu zaidi, ikijumuisha vyuo vikuu, hospitali, shule pamoja na miundombinu inayohusiana na mafuta. Zaidi ya mji mkuu, tunajua kwamba katika miji mingine kuna kampeni inayoendelea ya mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel, ikijumuisha maeneo ya Haraj, Shiraz, Isfahan na Bushehr, na ripoti za uharibifu mkubwa zikitolewa hivi karibuni. Na katika mji wa bandari, watu 6 wameuawa na wengine 5 huko Qom, na watoto 6, na miongoni mwa vifo angalau watu 13 mji wa Baharestan, mji mdogo ulioko kusini mwa mji mkuu. Jeshi la Israel limezuia makombora ya Irani yanayolenga kusini mwa Israel. Vyombo vya habari vya Israel vinadai kwamba shambulio hilo lilianzisha tahadhari katika sehemu zote za kusini mwa Israel, ikijumuisha Beersheba muda mfupi uliopita. Hakuna majeruhi yaliyoripotiwa, Channel 12 ilisema katika taarifa yake. Ni shambulio la hivi karibuni katika mfululizo wa mashambulizi ya Irani yanayolenga Israeli kwa siku ya leo.